anafanya kwa sababu ya ufedhuli na ujeuri alionao kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa, kwamba ni usalama wa Umoja wa Mataifa, kwamba yeye na wengine watano wanne wana kura ya veto, yani kura ya kupinga maamuzi yote yanayotaka kutolewa au yanayotolewa na Umoja wa Mataifa juu ya taifa fulani au jambo fulani. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, jeuri hii inatokana na yeye Marekani kuwa miongoni mwa nchi chache duniani zinazotoa misaada mingi na kukopesha mataifa fulani, na hivyo kuonekana inayadai hayo mataifa kwa kiasi fulani. Kwa hiyo katika hili wanapata nafasi ya kuwa jeuri na kuamua wanavyotaka. Lakini kikubwa zaidi kilikuwa ni kwamba kwa muda mrefu wa miaka nyuma Marekani ilikuwa inamiliki uchumi na kudhibiti uchumi wa dunia kwa kiasi kikubwa, kwamba ikiyafadhili mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa, mbali ya kuyapa hifadhi kwamba yako New York au Washington, lakini pia inayapa fedha za kuyafanya yawepo yenye sustain. Kwa hiyo jambo hili limekuwa likifanya mataifa mengi kunyamaza kimya pindi Marekani anafanya mambo yake ajabu. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kuingia katika hifadhi ya mafuta ya Venezuela baada ya kumkamata Rais Nicolas Maduro na kusema Marekani itaendesha nchi hiyo hadi kipindi salama cha mpito. Rais wa Marekani anataka makampuni ya mafuta ya Marekani kukusanya mabilioni ya dola katika nchi hiyo ya Amerika Kusini ambayo ina akiba kubwa zaidi ya mafuta ghafi duniani ili kukusanya rasilimali ambayo haijatumiwa kwa kiasi kikubwa. Alisema makampuni ya Marekani yatarekebisha miundombinu ya mafuta iliyoharibika vibaya ya Venezuela na kuanza kutengeneza pesa kwa ajili ya nchi hiyo. Lakini wataalamu walionya juu ya changamoto kubwa na mpango huo wa Trump, wakisema kuwa ungegharimu mabilioni na kuchukua hadi muongo mmoja kuimarisha pato la taifa. Je, kweli Marekani inaweza kuchukua udhibiti wa akiba ya mafuta ya Venezuela? Na je, mpango wa Trump utafanikiwa? Na moja kwa moja sasa kwa njia ya simu naungana na Hamduni Maliseli, mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya kivita. Hamduni Maliseli, bila shaka unanipata vizuri kabisa. Na je, kweli Marekani inaweza kuchukua udhibiti wa akiba ya mafuta ya Venezuela? Tukianzia hapo, Hamduni Maliseli. Anaweza kuchukua, ndio, na wala si ajabu. Venezuela. Sasa mpaka hapo jeshi la Venezuela na uongozi wa mpito wa Venezuela utakapofanya vinginevyo au kusema vinginevyo, ndio pengine tunaweza kuona tofauti. Ameiteka kwa sababu kama ameweza na kumkamata kiongozi wa nchi bila majeshi kujibu, bila shaka hapa ndani kuna tatizo. Nafikiri kuna tokubwa na uwezekano mkubwa sana wa kuteka nchi na hiyo adhi ya mafuta ni mkubwa kwa kweli. Mpango huu wa Trump unadhani utafanikiwa, Hamduni Maliseli, ukiwa kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa na masuala ya kivita? Kuna haki ya kufaulu. Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba utafaulu, na unaweza ukafaulu, lakini kama utafaulu katika njia ngumu, kwa sababu jana tumeona watu wakiandamana na wengine wakiunga mkono, wengine wakipinga. Ni ishara dhahiri kwamba kuna watu wasiokubaliana na kile kilichofanyika, japokuwa kuna idadi ya watu wachache wanasema wanakubaliana nacho, lakini mamlaka mjini Caracas imetangaza kwamba akijaribu mtu kuunga mkono jambo hili atakabiliwa vilivyo. Na kwa msingi huo inaonekana dhahiri kwamba uongozi wa Venezuela bado una nguvu na udhibiti mkubwa na haukubaliana na kile kilichotokea. Kwa hiyo uwezekano wa kufaulu kwa Trump utatokana na jinsi atakavyoendelea kudhoofisha serikali na mamlaka mjini Caracas, kuhakikisha kwamba yeye anapata udhibiti wa moja kwa moja. Lakini la pili inaweza kuwa ni kuvamia jumla, maana sasa kufanya uvamizi tu wa muda, wanaweza kufanya uvamizi wa jumla. Bila shaka tukaona majeshi ya Marekani yakiingia kwa maelfu ndani ya Venezuela, na bila shaka yakipambana na majeshi ya Venezuela kufa na kupona. Pale watakapokuwa wameshinda, wanaweza akafanya jambo kama hilo. Lakini jambo la tatu na njia ya tatu inaweza kuwa ni kutumia vibaraka ndani ya Venezuela, na wale wanaompinga Maduro na waliokuwa maadui wa Chavez huko wakati ule, kuhakikisha kwamba wanafaulu katika jambo. Lakini hakutakuwa na urahisi, kwa sababu haya ni mataifa yanayojulikana kwa wingi wa silaha zinazokuwa mitaani mikononi mwa watu.
mataifa haya yanajulikana ya Amerika Kusini juu ya askari wengi na watu wengi ambao wanaonekana na mafunzo ya kutumia vizuri silaha za kisasa. Inajulikana dhahiri vile kwamba Warusi na Wachina wanaunga mkono mamlaka mjini Caracas. Hamduni Maliseli, kumradhi Hamduni Maliseli, ukizungumzia kwamba Venezuela inaungwa mkono na Urusi na Uchina, lakini tumeona wameishia kutoa kauli tu katika kuvamiwa kwa Venezuela na kunyakuliwa kwa Rais Maduro na kupelekwa nchini Marekani. Watu wengine pengine walifikiria kwamba haya mataifa mawili pengine yangeweza kutia nguvu ya ushindani kijeshi ili kumkinga Maduro asiweze kuchukuliwa namna ile na Marekani. Unadhani kwa nini haikuwa hivi? Inawezekana kuna makosa yalifanyika ya kimkakati ambayo yalisababisha pengine ile ni kwa Maduro kuchukuliwa bila wao na kuwa tayari au kujua. Lakini inawezekana vile Urusi na Uchina hawakujua kama Marekani anaweza kuchukua hatua ya namna hii. Walijua itakuwa ni mapambano, itakuwa ni ugomvi, itakuwa ni kelele, itakuwa ni hujuma mbalimbali, lakini hujuma za kufikia kumchukua rais hawakuzitaraji nafikiri. Kwa hiyo wanakuta muda wazo la pili ni afterthought kwamba kumbe inakuwa hivi. Kwa hiyo kuna kuwa na makelele, lakini kwa kuwa mamlaka zilizoapishwa bado zinaunga mkono serikali ya Chavez ya Maduro, inawezekana sasa Wachina na Warusi wakaanza kuona kwamba hatari na tumemelea vikali, na hivyo tuchukue hatua ya haraka kama walivyosema Wachina kwamba Hugo Chavez arejeshwe mara moja. Sasa hatujajua kama harejeshwi kutatokea nini, lakini tamko limetoka tayari. Warusi vile wamesema vile na kusema kwamba wanafuatilia kwa ukaribu. Lakini pia nimeona nao wameanza kuchukua hatua za tahadhari juu ya hili. Kwa hiyo nafikiri bado kuna nafasi kwa serikali ya Venezuela kuweza kujiunga upya, lakini Warusi na Wachina nina hakika kwa ushindani uliopo kwa sasa hawawezi kunyamaza kimya kupoteza ngome muhimu kwanza ngome muhimu kwa ajili ya uungwaji mkono kiitikadi, lakini pia ngome muhimu kwa maana ya kuwa katika ile BRICS. Maana ni hawa watu wa Venezuela, nchi ya Venezuela ilikuwa ni miongoni mwa uti wa mgongo wa uchumi wa nchi ambazo ni uti wa mgongo wa uchumi wa hiyo BRICS na kadhalika. Kwa hiyo hii inakuwa ni vita kubwa inakuja mbele ya safari, na pengine dunia isifikiri tu kwamba huu ndio mwisho wa mambo. Hapana, inaweza kuwa ni mafanikio ya Marekani, lakini vile inaweza kuwa ndio mwanzo hasa wa mambo magumu sana kwa Marekani vile, kwa sababu sioni kama Marekani ana uwezo wa kufanya hivi kwa muda wote na kufanikiwa kwa muda wote. Hapana. Tukizungumza upande wa pili, inawezekana kwamba wakafaulu kutokana na kwamba mikataba iliyowekwa mwaka 49 na 50 inawezekana ikawapa nafasi ya kubaliana wale wanaounda baraza la Umoja wa Mataifa kwamba wana haki watu fulani wasione mambo fulani yanatokea au kutokea uasi na vita na kadhalika, na wakanyamaza kimya. Lakini hiyo haimpi nafasi Marekani kwa hali ya sasa kuweza kufanya anavyotaka, kwa sababu hata hiyo mikataba vile inavunjika inavyoonekana. Kwa hiyo inawezekana kuzuka tafsiri kubwa sana, na sioni Venezuela mafuta yake yakichukuliwa kiasi tu kama Marekani anavyofikiri, na kama alivyoanza kutangaza kwa makampuni yake yataanza kufanya kurekebisha miundombinu ya mafuta ili waweze kutumia hazina kubwa hii iliyosahaulika au iliyonyamaziwa muda mrefu. Sababu ikumbukwe na kwa faida ya wasikilizaji wetu kwamba makampuni makubwa ya Marekani na Ufaransa hata Uingereza yalitimuliwa ndani ya Venezuela wakati ule alipochukua madaraka Hugo Chavez. Ilikuwa pia kwamba mali zile zinabaki mikononi mwa wananchi wa Venezuela. Hilo ni jambo ambalo wananchi wa Venezuela wanalijua vizuri sana, na kwa vyovyote vile wanajua watakuwa wanapigana kwa uchungu wakisema kama mali yao ile iliyokuwa imetetewa na marais wao haiwezi kuingia kirahisi kwenye Marekani na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri kutakuwa na hali hiyo, ama vita ya ndani kwa ndani ambayo itayanyima makampuni ya Marekani na Marekani yenyewe utulivu wa kuweza kuchukua hizo rasilimali za Venezuela kwa urahisi, au vita moja kwa moja territorial kati ya Marekani na Venezuela ambayo inaweza kukaribisha Warusi au Wachina kuingilia kati jambo hilo, na nafikiri hiyo njia inawezekana moja kwa moja.
Na hata kama ikitokea itakuwa kwamba ni vigumu sana, kwa wakati ule vita inaendelea, hamwezi kuvuna mafuta au rasilimali kwa utaratibu na uhitaji kwa utulivu na kadhalika. Rais wa mpito nchini Venezuela ameapishwa Rodriguez, na wakati huo Maduro akikana mashtaka huko nchini Marekani, kama tunavyojua kwamba amefikishwa katika ile mahakama ya Manhattan. Lakini Hamduni, katika jicho lako la kiuchambuzi, vitendo hivi ambavyo Marekani imekuwa ikivifanya, tunaona hata katika miaka ya nyuma imekuwa ikiweza kwenda katika nchi nyingine na kufanya mabadiliko ya regime. Kwa nini hasa Marekani anafanya hivi wakati sheria ya kimataifa, international law, inapinga Hamduni Maliseli? Anafanya kwa sababu ya ufedhuli na ujeuri alionao kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa, kwamba ni usalama wa Umoja wa Mataifa, kwamba yeye na wengine watano wanne wana kura ya veto, yani kura ya kupinga maamuzi yote yanayotaka kutolewa au yanayotolewa na Umoja wa Mataifa juu ya taifa fulani au jambo fulani. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, jeuri hii inatokana na yeye Marekani kuwa miongoni mwa nchi chache duniani zinazotoa misaada mingi na kukopesha mataifa fulani, na hivyo kuonekana inayadai hayo mataifa kwa kiasi fulani. Kwa hiyo katika hili wanapata nafasi ya kuwa jeuri na kuamua wanavyotaka. Lakini kikubwa zaidi kilikuwa ni kwamba kwa muda mrefu wa miaka ya nyuma Marekani ilikuwa inamiliki uchumi na kudhibiti uchumi wa dunia kwa kiasi kikubwa, kwamba ikiyafadhili mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa, mbali ya kuyapa hifadhi kwamba yako New York au Washington, lakini pia inayapa fedha za kuyafanya yawepo, ya sustain. Kwa hiyo jambo hili limekuwa likifanya mataifa mengi kunyamaza kimya pindi Marekani anafanya mambo yake ya ajabu. Lakini wakati umepita kwa sasa, sababu uchumi wa Marekani sio imara tena kama ule wa zamani. Hili si nchi pekee tena ambayo ina uchumi mkubwa, maana sasa hivi wamezuka wa China vile vile, yamezuka mataifa kama hayo unayosikia, kama Brazil, kama Argentina, mataifa mengine ambayo kwa yasemi sana na yamezuka sasa hivi, kama South Africa ambayo inasema waziwazi na wanahisi kwamba pengine kuna hisia kwamba hata yeye anaweza kafatwa huyu Mbeki na kampeni huyu rais wa South Africa Ramaphosa. Kwa hiyo katika hali hiyo kwamba Marekani ujeuri wake kwa kiasi kikubwa sikana kwamba umeisha, lakini umepunguziwa nguvu za kuweza kufanya anavyotaka muda wote, na akanyamaziwa kwamba anaweza kafanya, lakini kunyamaziwa ndio kumeondolewa sasa. Ndio maana utaona sasa African Union wanaacha kikao chao kujadili jambo hili, kwamba inawezekana uvamizi ukafanyika hata huko Afrika na kadhalika. Lakini pia Umoja wa Mataifa umeona haraka kikao kimeitishwa kujadili jambo hili, jambo ambalo si kawaida. Lakini pia sauti za mataifa makubwa kama India, Uchina, Urusi na kadhalika zimetoka. Lakini pia hata mataifa yenyewe ya Marekani ambayo ni wenzake na Marekani hawajasikiana kwa 100%, japokuwa haonekani kupita kwa 100% vile. Wamekuwa na mashaka kwa sababu ya kusoma nyuso za siasa za ulimwengu katika hali ya sasa, kwamba walimwengu wamebadilika na siasa inabadilika, jinsi uchumi unavyobadilika, mahitaji yanavyobadilika, ushawishi unavyobadilika na kadhalika, kutegemeana kunavyokuwa kukubwa. Lakini pia mataifa mengine kuonekana na miliki madini muhimu na madini adimu na kujaribu kujenga urafiki, kunasababisha Marekani vile vile iwe katika mashaka makubwa wakati mwingine, japokuwa inafanya maamuzi kwa sababu ya ufadhili tu wa uongozi. Lakini mambo haya yanafika hatua yanaanza kuwa na mashaka. Kwa hiyo katika hili ndio maana pengine unaweza ukaona na utaona mbele ya safari jambo hili aliungi mkono kwa 100% na mataifa mengi yatapinga, tofauti na ilivyokuwa zamani. Ule wakati wa kusema au kunyamaza kwa mferi umefikia wakati watu wanasema, na jambo hili limeudi ulimwengu mzima, na wanalizungumza si kwa lugha za kidiplomasia tena, kwa lugha za moja kwa moja, kwa Marekani wahuni, Marekani wamekuwa washenzi, Marekani wamekuwa hivi na hivi. Si lugha zile za zamani za diplomasia ambazo huwa zinapaswa kuzungumzwa katika masuala ya kimataifa kama haya, kwa sababu ya heshima na nidhamu na kujenga ustaarabu katika ulimwengu. Sasa inaonekana Marekani amepituka mazingira
mazingira, nafasi na usalama wa ulimwengu kuweza kutaja katika usalama ule, hawako tena tayari, wanataja kwa nini hivyo. Kwa hiyo nafikiri katika mambo haya kuna uwezo Kiingereza unasema confidence, yani chepeo tu uweze kulita kijiko kwa sababu vinafana na hapana. Kwa hiyo nafikiri nchi na dunia inakokwenda inaanza kuona Marekani katika sura halisi na isiyovumilika tena, maana kule wakati ubeberu ubepani mkubwa ule kulikuwa anaonekana kwa sura, lakini hawezi kupingwa, maana alikuwa ni baba ulimwengu. Sasa hivi bahari imebadilika na watu wanasema vinginevyo, na wanasema sika na kwamba wanasema tu, wanasema kwa sababu wanaweza kudhubutu kufanya jambo fulani ambalo lilikuwa haliwezi kufanyika miaka iliyopita. Kwa hiyo kuimarika kwa uchumi ulimwengu kwa baadhi ya mataifa ambayo hayakuwa na uchumi mkubwa, kuonekana mataifa yana rasilimali ambazo Marekani na mataifa mengine zinayahitaji ili kupata kuendelea, kubadilika kwa mitazamo ya watu juu ya nani awe nani kwa sababu gani na kadhalika, na kudharauliana kupungua kunasababisha na kutasababisha Marekani katika jambo hili aonekane wa ajabu, na pamoja na kwamba anaweza kufanikiwa kwa viwango fulani, lakini sio tena kwa 100%. Kama atafaulu 40 au 50, lakini nyingine anaweza kupoteza. Kwa hiyo Marekani bado anahitaji mahusiano na mataifa mengine kwa ajili ya kusaidia uchumi wake. Hawezi kutegemea kuvamia tu, ukivamia mwisho utavamia para kusukuvamiwa, inaweza ikazuka vurugu. Nimeona leo rais wa Colombia anasema Trump anasema atanivamia, ajaribu aone. Mambo kama haya alikuwa sio rahisi kuiambia Marekani, ilikuwa sio rahisi hata kidogo, na hilo ni jambo la kweli. Kwa hiyo nafikiri kuna kazi ngumu mbele ya safari, na pengine dunia imeanza safari mpya. Na Hamduni Maliseli, nini hatima ya Nicolas Maduro sasa, akiwa tayari kafikishwa mahakamani na yeye mwenyewe akikana mashitaka anayotuhumiwa nayo, ikiwemo ya kujihusisha na uuzaji wa dawa za kulevya na vitu kama hivyo? Wanaweza kumfunga kwa sababu ya maamuzi tu, kama walivyomkamata Emmanuel Noriega wa Panama wakati ule na kumfunga, lakini wakidai kwamba alikuwa anauza madawa ya kulevya na hivi kubwa, anagombea mfereji tu wa Panama ule, baada ya Panama kuwadai Marekani ilipe fedha na ya utozo kwa ajili ya kupitisha vyombo vyake mle katika ule mfereji. Wao wakaona haiwezekani mfereji huu bwana, hata sisi watuhusu ni jirani hivi. Kwa hiyo katika kubishana kwa mkamata, na katika hili inaweza kuonekana kwamba ilikuwa kawaida, na mahakama za Marekani pamoja na kulinda uchumi wa Marekani na vitu vingine, lakini bado zinataka kuaminika na ulimwengu kwamba ni mahakama za haki, mahakama za nchi kubwa lakini za haki, huweza kutengeneza mazingira ya kuleta amani na suluhu na katika masuala mbalimbali katika maeneo makubwa sana ya Marekani ya Kusini, Marekani ya Kati na Kaskazini. Kwa hiyo katika hili, kama atapata watetezi wazuri, anaweza kabisa kupona nini Maduro. Lakini jambo ambalo naliona kwamba kesi ile inaweza kucheleweshwa sana kwa makusudi kwa vyombo vinavyofanya uendeshaji wa kesi au ushauri, ili Marekani ipate kufikia lengo lake kwa kusoma nyuso na maoni ya walimwengu na kadhalika juu ya hiki kinachofanyika, kwa sababu wakati ule wanamkamata Noriega, kama nilivyosema awali, kulikuwa hakuna watu wengi wanaweza kusema na muonea Noriega ni kweli hauzi madawa huyu, hapana. Lakini kwa sasa wapo wengi wanasema, na dunia imekuwa ya kisasa zaidi, na mambo ya ujanja haya kila siku yanazidi kufungua nguvu na kadhalika. Hili ndio jambo linaweza kumkuta Maduro, ama simo. Dunia ya Marekani si kwamba inamuona Maduro ni adui kwa maana kaifa, ni kwamba maslahi ya Marekani yameguswa na Maduro anaonekana ni chanzo, alafu uhusiano wa Urusi na Marekani unaweza pengine kuamua juu ya hatima ya Maduro, juu ya kesi ya shauri hili linalofunguliwa dhidi yake, ambalo kwa hakika si swala la ukweli, ni swala lenye kuhusiana na siasa za kimataifa, haswa nani apate nini mahala gani wakati gani na kutoka kwa nani. Asante sana Hamduni Maliseli kwa uchambuzi wako kuhusiana na sakata hili la uvamizi wa Marekani nchini Venezuela na kuweza kumnyakua aliyekuwa rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Asante sana. Naam, ni Hamduni Maliseli huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, alikadhalika masuala ya kivita, hapo akizungumza nami moja kwa moja akitokea jijini Mwanza, Tanzania, kuhusiana na haya yanayoendelea, Marekani kuivamia Venezuela na kufanya tukio la kumchukua rais wa nchi hiyo na kutoroka naye kuelekea Marekani.
Jina langu ni Deo Kaji Makomba. Nikukumbushe tu mtazamaji wetu popote pale ulipo ku like na kusubscribe katika chaneli yetu, na hapo ndio utakuwa wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Kumbuka tu hii ni Focus News na ulikuwa nami Deo Kaji Makomba. Asante.